Naam. Bwana sifiwe na karibu tena kipindi chetu cha Bible Study, kipindi kinachojia kwa maisha ya kanisa moja makao makuu hapo Dallas, Texas. Kanisa lipo ya kimtandao. Tukimshukuru Mungu sana, ikiwa ni wiki ya pili ya mwezi huu wa kwanza mwaka 2026, ikiwa ni tarehe 8 huko Marekani, tarehe 9 alfajiri kule nyumbani East Africa. Na ukiangalia vizuri kabisa, kwa mara ya kwanza this will be the only time utanisikia nikitamka hizo namba kama zilivyo, kwa maana also ni wiki ya pili kati ya 53 wiki hizo tunazotegemea yako mwaka huu, na ikiwa ni siku ya 8 kati ya siku 364 tunazomwamini Mungu katika mwaka 2026. Tupo hewani. Kabla sijaanza rasmi, basi ninaomba uwe shemasi kwa mara ya mwisho. Tafadhali tuma reminder ili kukaribisha weka kipindi hiki kwa watu wengine watatu popote hapo duniani, kwa taarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kinacholetwa kwa lugha ya Kiswahili na makanisa ya moja kipo hewani. Na wiki jana ambayo ilikuwa tarehe 1 tulikuwa tuko hewani tukiwa na mission moja tu ya kukuletea vision ya mwaka huu 2026, lakini kutokana na sababu zo nje ya uwezo wetu kipindi kile hakikuweza kurekebika vizuri. Kwa hivyo kwa maombi ya wengi na kwa ruksa ya dawati pamoja na ridhaa ya mwalimu wa siku hiyo ambaye ni mwenda maono ya makanisa ya moja, Reverend Dr. Absalom Nasua, tunamshukuru sana Mungu kwamba vyote vimewezekana, kwamba siku ya leo tupo tena hewani, na vile vile basi ratiba yake imeweza kumruhusu kuweza kuwa nasi katika kipindi cha saa moja kuanzia sasa hivi, ambapo ni saa 1 huku Marekani, saa 10 alfajiri kule nyumbani East Africa. Wakati tunafanya hivyo, basi naomba chukua nafasi kwa mara ya kwanza kumkaribisha tena katika video, unaweza kusema katika take ya kipindi chetu hichi ya Vision 2026. Na kama ambavyo unaweza kuona katika flyer yetu ile, alishadokeza kabisa kwamba kitabu cha kutembea nacho kwa mwaka huu ni kitabu cha Nahumu, mlango wa kwanza mstari wa 9. Na maana kabisa unapata nafasi ya kukisoma na uko na Biblia yako uko vizuri katika usikivu wako, wakati tunapomkaribisha tena mtumishi mwalimu wa siku ya leo, mzee wa maono wa huduma zote za umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua. Dr. Nasua, karibu tena kipindi chako hiki cha Umoja Bible Study. Tunamshukuru Mungu kwamba imewezekana tena kuwa pamoja naye siku ya leo, kuingia rasmi katika sehemu ya pili kwa maana ya kipindi, lakini itakuwa ni remake au redo ya Vision 2026. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu Brother Jerry kwa ukaribisho mzuri, na niwashukuru wote ambao tayari wamekwisha kuingia siku ya leo. Siku ya leo ikiwa tunakwenda kurudia, lakini pia nitaongezea mambo kadha wa kadha katika ili jambo letu kubwa la maono 2026. Kwa hiyo namshukuru sana Mungu kwamba ametupa neema hii. Tuombe. Baba na Mungu utukufu, katika jina la Yesu tunakuja mbele kiti chako cha rehema majira na wakati huu Mungu, ili kusikia kutoka kwako. Umesema tukusogelee wewe na wote tusogelea sisi, na sasa Baba tumekusogelea wewe, tunaomba nao tusogelee sisi kama ulivyoahidi, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Basi na mshukuru Mungu kwamba ametupa nafasi tena, na neema za Mungu nilipata kujua kwa nini tulipata mushkil last time. Nilijua kwamba tumpata mushkil sababu na mimi ni jambo ambalo kidogo lilikuwa linanisumbua, lakini Mungu akaniambia kwa nini ilikuwa vile ilivyokuwa. Sasa kama ambavyo tumeshamedokeza, mstari wetu wa kusimama nao ni Nahumu 1:9, lakini ili upate meaning ya huo mstari lazima uanzie mstari wa kwanza. Uanzie mstari wa kwanza pale Nahumu anapoelezea jinsi Mungu alivyo, nguvu alizonazo, uweza na mamlaka. Alafu anakuja sasa kwenye hiyo sehemu B, analeta swali, nawaza nini juu ya Bwana? Manake kama Bwana mmemuona alivyo mwenye nguvu, ni mtu hasira,
ni mtu ambaye ana tabia kuvumilia. Alafu bado Ninawi nilikuwa na kichwa kigumu. Anawaambia mnawaza nini? Sasa nilidokeza kwamba Nahumu wakati anaingia hapa Ninawi ilikuwa tayari imepita miaka 150 tangu Yona ahubiri hapo Ninawi. Huu unabii unatolewa kwa Ninawi, ile Ninawi ambayo watu wake wote walijifunga magunia kuanzia mfalme mpaka chini, wakatubu na Mungu akawasamehe. Miaka 150 baadaye wanarudi kwenye makosa yale yale, kwa sababu Ninawi ilikuwa ni makao makuu ya Syria. Syria ilikuwa ni dola kubwa ambayo ilikuwa inashika Iraki, inashika Irani, inashika pati ya Syria, inachukua pia Lebanon na sehemu zingine. Yoyote ilikuwa inatengeneza hiyo Assyrian Empire. Kwa hiyo makao yao makuu yalikuwa Ninawi. Sasa Ninawi iko ndani ya Iraq, karibu na mji ambao unaitwa Mosul kama nimepronounce vizuri, ambao ni mji mashuhuri kwa pale Iraq. Ile pale ndio ilikuwa Ninawi. Sasa Ninawi kwa vile ilikuwa makao makuu, sasa Nahumu anakwenda pale kuzungumza nao kwa sababu wana nguvu, wana uwezo, na wakati ule tayari walikuwa wameshachukua makabila 10 ya Israel. Kumbuka taifa la Israel lilikuwa linatengenezwa na makabila 12 ya Yakobo. Makabila 10 yalitengeneza ufalme wa kaskazini, Northern Kingdom. Makabila mawili, Juda na Benjamin, yenyewe yalitengeneza ufalme wa kusini ambao makao yao makuu yalikuwa Samaria. Sasa wakati Nahumu anatoa unabii huu, tayari makabila 10 yalishachukuliwa. Makabila mawili yamebaki kwa hofu, yanajua anytime yatachukuliwa, wako kwenye hali ya wasiwasi na mashaka. Sasa ndipo Nahumu anatumwa sasa kwenda kutoa unabii juu ya Ninawi. Alafu wanajaribu kumkumbusha uwezo wa Mungu, mstari wa 1 mpaka mstari wa 8, mamlaka na kila kitu. Alafu wanaambia sasa, mnawaza nini juu ya huyu Mungu ambaye ana nguvu hivi, ana uwezo huu, mnawaza nini juu yake? Mtaendelea kushupaza shingo na kuendelea kwa mateso kwa ajili ya watu wengine? Alafu anawaambia sasa, Mungu anasema atakomesha kabisa, maana yake aliwapiga Ninawi na hawakwenda kunyanyuka tena. Aliwapiga na ufalme mwingine ambao tukipata muda nitakuja kuelezea siku nyingine. Kwa hiyo ukapiga ufalme wa Syria, ufalme wa Syria ukaisha nguvu, ukabaki ufalme wa Babylon ambao sasa ndio ulichukua chaji nyakati za kina Nebukadreza. Sasa huu ndo mstari wetu unatuongoza kujua nguvu za Mungu na kujua nini tunawaza juu yake. Sasa jambo ambalo Mungu ametupa sasa, maono makubwa sasa, maono mama kwa ajili ya 2026. Maono mama sasa ni kuimarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo wanaozuia huduma yetu kukua. Huu ni mwaka wa kuimarisha misingi ya huduma, na tutaiona baadaye kidogo. Sasa mwaka 2026 kama nilivyosema utakuwa mwaka wa kuimarisha misingi yetu ya huduma. Mungu anataka tuwe macho kuhakikisha misingi ambayo ameweka katika huduma hii na kwa gharama kubwa haiharibiki. Msingi wa huduma yetu ya prayer line na madhabahu zingine zote ni msingi ambao ni imara. Lakini ukija pale tulipoanza prayer line ambayo sasa ndio itupeleka mbele sana, msingi wake najua Mungu aliweka msingi ulikuwa ni dada Grace ambaye aligutwa na kansa. Mungu alijenga msingi kwa kuleta kansa, na ile kansa ambayo shetani alikuwa amejua ameleta kwa nia mbaya kwa ajili ya kumuua Grace, kwa ajili ya kumaliza muda wake, kumbe Mungu alitumia ile sasa kufanya kusudi kubwa alilokuwa nalo juu huduma yetu moja.
ule Mungu alisema nimetumia mlango. Mungu anapotaka kufanya kitu anatafuta mlango, na mlango ulikuwa ni grace. Kwa msingi wa hii ni pale ambako unaona kabisa umejengwa juu ya jambo kubwa. Tutakutana na kansa, na kila tunaposherehekea kongamano letu tunasherehekea miaka kadhaa tangu Grace alipogundulika ana kansa. Nadhani wengi mnajua. Kwa hiyo tukisema ni mwaka wa 12, ni mwaka wa 12 tangia Grace alipokutwa na kansa, ndio inakwenda hivyo. Kwa hiyo unaona huo ndio msingi kwenye madhabahu zetu hizi ambazo zimesambaa sana, imetokea hapo. Sasa msingi wa namna hii Mungu anataka, kwa sababu aliugharamia, aliingiza hope kwenye familia. Watu wakafikiri wanapoteza Tiango alipenda anapoteza mke, Grace na alijua anaondoka. Mungu aliweka msingi mkubwa sana ambao ulitingisha mji wetu hapa, ulitingishika kwa sababu ilikuwa sio jambo la kawaida tulizoea. Kwa mji ulitingishika sana, na hapo ilikuwa Mungu anaweka msingi. Na hii misingi ambayo lazima iangaliwe, kwa sababu sio kwamba ni jambo lilianza kwa labda kikao fulani kimekaa jamani tuwe na prayer line. Hapana, wakati kulikuwa na prayer line nyingi sana, lakini sisi tulikuwa tujaambiwa kuwa na prayer line. Lakini Mungu alipoleta hilo, ikawa ni mwanzo wa kuwa na huduma hii. Sasa mwaka uliopita 2025 tulikuwa na maono ya kuimarisha huduma zetu na kufungua zile ambazo zilikuwa hazijaanza, kama ambavyo Brother Jerry alieleza last week. Huduma nyingi ambazo tulikuwa tunasema kuzimarisha. Alitukumbusha mambo mengi. Japo ilikuwa ni chuo chetu, nasema tunafikia sasa kwa na bachelor degree. Sasa hivi tunataka kuimarisha usajili wa watu kwa nguvu, kukitangaza chuo kwa nguvu. Wana huduma disciple network ambayo sasa tunamshukuru Mungu imeanza. Lakini kuna kupanda makanisa. Tuli launch vision beyond 121 ambayo ilikuwa ni kupanda makanisa upande wa kaskazini wa Dallas, kwenye eneo la highway 121 kwenda north. Kwa watu wa hapa wanafahamu hilo eneo nalozungumza. Lakini na huduma zingine nyingi ambazo zilikuwa zimeanza, lakini tulikuwa na lengo la kuhakikisha tunazimarisha, zinakaa vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa jumla tumemaliza 2025 tukiwa hatuna mafanikio makubwa katika utekelezaji wa mambo haya ambayo Mungu alituamini na kutukabidhi. Hatujawa na mafanikio makubwa sana ambayo unadhani hata ukienda mbele za Mungu unaweza ukaenda huko na cheka kwamba Baba, unaona kazi ulitupa tumefanya. Unakwenda kwa kujongea, uendi kwa nguvu sana. Pamoja na haya ambayo hajakamilika vizuri, sasa Mungu ametupa huduma nyingine kwa mwaka huu. Ametupa huduma nyingine, naweta juu ya juu. Leta huduma hii kwa hujafanya vizuri, anakupa na nyingine, sababu anatuamini ya kwamba tunaweza tukafanya. Hata kama tunafanya kwa level fulani, lakini angalau anaona tuna moyo wa kufanya, kwa sababu sio wote wana moyo wa kufanya majukumu ambayo Mungu anawapa. Mara nyingi watu wanachoka, wanamzoea Mungu, kwa hiyo hata Mungu akiwapa assignment wanashindwa kuielewa. Kwa hiyo tukasema huduma hii itaitwa Umoja Under 5 Ministry. Maana yake malengo ya huduma hii ni kuwafundisha watu wote jinsi ya kulea watoto Kikristo. Watu ambao wanategemea kuingia kwenye ndoa, au ni walengwa. Watu ambao sasa wameshaingia kwenye ndoa, tayari wako kwenye ndoa, hao ndio walengwa zaidi. Watu ambao wana watoto wadogo, hao ni key. Lengo ni kwanza kumsaidia mtu kujua jinsi gani atamrezi mtoto Kikristo. Watu wengi hawajui kulea watoto Kikristo. Wao ni Wakristo lakini hawajui kulea watoto Kikristo. Lakini pia watu wengi sana
wengi mno ambao kwa kujiita wanajiita wa Kristo na wanakwenda makanisani, lakini ukiangalia zile tabia za Kristo au zioni. Kwa hiyo unakuta mara nyingine wanarezi watoto ambao Mungu amewapa katika ile level wanayojua wao, hawawezi kaenda njia pale level wanajua wao. Na ndio utakuta kila familia inalalamika watoto. Lakini Mungu aliniambia vizuri sana, akaniambia shida si watoto. Wakati ananipa maono, sasa shida si watoto wana shida. Shida ni wazazi. Wazazi wakishajua wanachopaswa kufanya, basi watoto hawana tatizo. Na ndipo Mungu akasema tuanze na hili, kuwasaidia watu kuwalea watoto Kikristo. Kuanzia mtu anapoingia kwenye ndoa au mtu anapomwamini Mungu, sasa anakwenda kunipa mke mume, kwanza pale anaruhusiwa kuingia kwenye mafundisho. Hatakuwa mafundisho ambayo yatakuwa ya kawaida sana. Yatakuwa ni mafundisho ambayo yatakwenda kwenye style ambayo Mungu bado anaendelea kuniongoza. Lengo kubwa ni kuhakikisha angalau kwa sehemu tunawasaidia watoto kuwa na msingi wa kumjua Mungu. Na hilo tunaanza na wazazi. Unakumbuka Manoa, wakati ukisoma kile kitabu cha Waamuzi, baadaye labda atapata mstari, na kama mtu atapata mstari anaweza kumtumia brother Jerry, baadaye ataweza kutuambia kama mpata. Wakati Manoa anatafuta mtoto, Mungu alimtokea mke wake mama Noa, akamwambia wewe utapata mtoto, na mtoto huyu atakuwa na mambo haya. Wembe utapita kichwani, kwa sababu ni Samsoni alikuja kuzaliwa. Akamaliza na maelezo mengi. Lakini pia yule mama akasema, you know what, naomba uje tena ili na mume wangu nimlete. Kama walikutana na malaika alimtokea. Sasa akamchukua mume wake akaenda hapo alipokutana na malaika. Na malaika akakubali kuja. Akaja wakamuuliza maswali, huyu mtoto tutamfanyaje? Kitu gani tunataka tujiepushe nacho? Malaika akawaeleza neno kwa neno kuhusiana na mtoto atakayezaliwa. Yuko tumboni. Mimba haijashika bado. Lakini ameambiwa hiyo utapokea mimba za mtoto, na mtoto huyu atakuwa na tabia hizi. Walipewa maelekezo sahihi. Na hata sasa Mungu ana maelekezo sahihi kwa kila mtoto aliyoko chini ya jua. Lakini wangapi sasa wanamuuliza Mungu, tunaomba utupe mtoto, lakini mtoto utakayetupa nataka tumlee vipi? Nini tumfanyie? Nini tusimfanyie? Hayo maswali watu waulizi. Anajua mmoja ni kwamba nataka mtoto. Lakini kumwambia mtu kwa nini unataka mtoto? Nataka niwe na mtoto tu. Unajua sasa usipokuwa na mtoto tena. Lakini hana sababu ya msingi. Kwa hiyo lazima tuwafundishe watu kabisa juu ya watoto ambao Mungu anawapa, jinsi gani ya kuwalea, jinsi gani ya kuwatunza. Na Mungu ameona hilo ni hitaji ambalo bado anataka watu waeleweshwe. Sasa nimedokeza kwamba 2025 tutafanya vizuri sana. Hatuna mambo ambayo ya kwenda mbele za Mungu kwa mikiki sana. Baba, tumefanya giza. Kama ukisoma Luka mlango wa 10, wale watu walipokwenda kufanya kazi ya huduma wakarudi kwa Yesu, wanafurahi, wanaruka, wanasema Baba, hata mapepo yanatupikwa jina lako. Wanakuja furahi hivyo Bwana, furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Sasa hata ile furahi na ile hatunayo. Tuna furaha kidogo, lakini sio ile ya kuingia mbele za Mungu kwa hali fulani ya mashamsham sana. Hapana. Sasa kwa nini Mungu anatupa kazi zote hizi? Maono yote haya anatupa, alafu hatuwezi kufanya katika kiwango kinachotakiwa. Wapi tunakosea kama huduma? Wapi tunakosea?
tutajua nini cha kurekebisha. Sasa kumbuka neno letu ambalo tutakwenda nalo mwaka huu, vision yetu ya mwaka huu, kazi ambayo Mungu ametupa kwa mwaka 2026, kuimarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo wanaozuia huduma yetu kukua. Hapo ndio tutaweka darubini zetu sana, kuangalia vitu gani vinafanya Mungu anatupa kazi, alafu kazi haiendi inavyotakiwa. Shida iko wapi? Jinsi gani ku address hiyo shida na mambo kama hayo. Sasa kwa nini Mungu anatupa kazi zote hizi na tuweze kufanya katika kiwango kinachotakiwa? Mtakumbuka wapendwa, nilipokuwa nafundisha juu ya kuambatana katika huduma, nilidokeza kuwa moja ya faida ya kuambatana kuna wasaidia kumshinda adui wa ndani. Mnapoambatana, faida mojawapo, mnaposhikamana, mnapong'ang'aniana, faida mojawapo ni kumshinda adui wa ndani. Kwa sababu adui wa nje huwa hana nguvu kama ndani mko sawa. Adui wa nje hawezi kuwashinda. Adui wa nje hupata nguvu na uwezo anapopata nafasi ya kumshawishi mtu wa ndani. Adui wa nje hawezi akapata nguvu kama hajapata mtu wa ndani. Huduma yoyote ni sawa kabisa na kitu kinachoishi, living organism. Kinashambuliwa, kinapigwa vita na kinaweza kufa kabisa msipokuwa macho. Huduma ni kitu kinachoishi, ni kama biashara. Biashara usipofanya inavyotakiwa, usipopata kanuni, usipopata principle, unaweza ukaingiza mtaji mkubwa sana na biashara ile isiende vizuri, itafa. Ilikuwa na duka, mimi na mke wangu tulikuwa na duka la madawa pale Dar es Salaam, kwani pharmacy moja nzuri sana pale Mwenge. Pate za pharmacy nzuri sana. Natazama na msikiti wa Mwenge kwa watu waliofika pale maeneo ya Mwenge Dar es Salaam. Nzuri sana. Lakini tulikuwa na adui wa ndani, hata kumjua late sana. Pamoja na jitihada mbalimbali za kwa watu wa maombi, lakini pale adui wa ndani hatakuweza kumuelewa. Nayo alikuwa ni binti yetu anayeuza dawa pale. Wana binti, wana pharmacist ambaye anakuja pale baada masaa fulani. Kumbe huyu dada sasa, watu wanaiba dawa huko kwenye maduka ya jumla, wanaiba madawa, wanakuja wanampa pale, wanasema wewe uza, alafu tunagawana pesa. Madawa makali, metakelfin kwa mafasida, wakati huo madawa mengi mazuri. Kwa hiyo yeye alikuwa anakuja na pochi yake, kwenye pochi yake ameshaweka dawa za kutosha. Ameshaweka mabetakelfin, ameshaweka mafasida, ameshaweka pakti kadhaa za Panadol. Wanajua waliotoka Tanzania, ulikuwa unautoa Panadol kwenye kipakti kinafungwa hivi Panadol 10, na vipakti vyake kama 10, ana dawa zake za Fansida na Metakelfin, ana vitu vingi ameweka kule. Sasa anapokuja mtu kununua dawa, anataka Metakelfin, ilikuwa ni kama shilingi 3,000 nyakati hizo. Yeye anatoa ile kwake kwenye pochi kule ndani, anampatia mteja anaondoka, ile hela anaweka kwenye pochi. Unapokuja kufanya stocking yako, unakuja watu kufanya stock, wanasema kweli hapa tunaona kila kitu sawa, hakuna dawa zilizopotea na nini. Lakini yule kumbe anauza dawa kutoka kwenye pochi yake. Pochi za wanawake zina mambo mengi sana, amejaza madawa huko.
Sasa inapo happen tena kuwepo dukani au mke wangu na happen anakuwa dukani kutoka kazini, basi unamshangaa anasema nikikaa hapa kwa kweli maombi yanafanya kazi. Nikikaa wateja watakuja wengi sana, mauzo yanakuwa makubwa. Lakini kwa peke yangu sijui wanunuzi wanakwenda wapi. Kwa hiyo anajaribu kama kututia moyo. Anajua hatuwezi kukaa kwa sababu tuko busy. Hata labda mmoja wapo anakaa kwa sababu naona mna nguvu ya kuvuta wateja, mna baraka na nini. Ngoma tukiapo pale hawezi akatoa dawa kule ndani kwenye pochi yake. Hivi hayo mambo tunakuja kujua baadaye sana. Wakati tumefika mahali sasa nakuja Marekani na mwishoni ile pharmacy kaiuza. Kwa sababu ilikuwa sasa mke wangu tena hawezi akakimbizana nayo. Lakini tulikuwa na mtu wa ndani. Sasa usipoweza kudili na adui wa ndani, hawezi kuonekana nje unapendeza sana kama duka letu lilikuwa linapendeza, lakini changamoto ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ndani kuna kuwa na adui. Kwa hiyo Mungu anataka tuimarishe misingi yetu kwa kukabiliana na adui wa ndani. Nimesema huduma yote ni sawa kabisa na kitu kinachoishi. Kinaweza kikafa, kinaweza kikashamiri. Tunaweza kutuambia kitu kinashamiri sana, lakini pia kitu kinaweza kikafa, kitu kinaweza kikazofika, kitu kinaweza kikapotea. Na ni kwa sababu huduma kama huduma ni sawa na kitu chochote kinachoishi. Sasa kumbuka title yetu inasema kuimarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo wanaouzia huduma yetu kukua. Hilo jambo ulikumbuke. Nimekuwa nikilirudia ili nitakapoanza nitakapofikisha mahali pa kurelate na hiyo topic uwe hujapotea. Sasa Yohana 14:30. Yohana 14:30. Biblia inasema, mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Huyu sasa ni adui wa nje. Adui wa nje anapokuja, Yesu anasema huyu ana kitu kwenu, huyu ana uwezo wote wa kuwashinda. Lakini ukisoma Luka 22:3-6 inasema hivi, Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani na majemedari jinsi atakavyoweza kumtia mikononi mwao. Hii ni Yuda sasa. Wakafurahi sana. Na mtu ndani sasa, mtu ndani anapotoka anawaletea habari, wafurahi kwa sababu najua sasa hizi za uhakika. Wakapatana naye kumpa fedha. Akakubali, akatafuta nafasi ya kumsaliti kwao pasipokuwapo mkutano. Nimejaribu kuonesha adui wa nje jinsi ambavyo hana nguvu. Naweza kusema huyu hana nguvu kwangu, na mdhibiti. Lakini anapokuja wa ndani ni ngumu sana, kwa sababu huyu anajua nyendo zako zote, anajua mapito yako yote. Kwa ni rahisi sana kuweza kutoa siri za ndani, na adui akakushambulia. Hata kama wewe unakaa kwenye ngome ya jeshi kama Bwana Maduro, rais wa Venezuela, hata ndani ya ngome ya jeshi anamlinda na mzunguka. Lakini kuwepo na mtu ndani akalikisha habari, inawasaidia adui wa nje sasa wanakuja kirahisi kabisa. Wanakukamata tu kama vile hakuna hata askari alipiga risasi. Kwa kirahisi sana. Kwa nini? Kwa sababu adui
wa ndani. Sasa adui wa ndani kibiblia wanafananishwa na mbweha wadogo ambao huwa na tabia ya kuharibu mizabibu inapokuwa midogo ili isiweze kuchanua. Ndio pale nikakwambia kichwa chetu ni kuimarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo. Ndio hapo sasa unaona title yetu kwa nini inasema hivyo. Wimbo ulio bora 2:15b. Wimbo ulio bora 2:15b inasema tukamatie mbweha wale mbweha wadogo waiharibuo mizabibu, maana mizabibu yetu yachanua. Tumedokeza pale juu Mungu anatupa mambo yote haya, lakini mbona hatuyafanyi vizuri? Shida iko wapi? Tatizo ni nini? Ni mbweha wadogo. Mungu amezungumza vizuri sana na mimi juu ya jambo hili. Mbweha wadogo. Na kama una mbweha wadogo na usipoweza kukabiliana nao kama kiongozi, hawezi kaenda mbali. Utazuia maono yote, utazuia yasifanikiwe. Na mara nyingine Mungu alisema mambo wadogo mara nyingine hawajijui, ni innocent people, lakini wanaweza wakatumiwa pasipo wao kujua. Kama Yuda Iskarioti alikuwa mtu mbaya. Yuda alikuwa mtu mzuri, alikuwa ni waziri wa fedha ile baraza la Yesu, lakini aliingiwa pasipo kujua. Ndio maana Yuda alipojua mesaliti David na pia hakuweza kuvumilia tena, moja kwa moja kujinyonga, kwa sababu alikuwa na upendo sana na Yesu, lakini alijikuta amefungua mlango na adui amechomoza hapo. Kama Samsoni tu anampenda Mungu sana, lakini akaingia pale mke wake Delila akaingia pale, na Samsoni akajikuta amemfungulia mlango, amesema kitu ambacho hakutakiwa aseme, kwamba siri yangu iko kwenye nywele. Na aliposema vile, unaona mambo yake yakaisha. Lakini Samsoni alikuwa ni mtu anampenda Mungu sana, lakini alifungua mlango. Kwa mara nyingine sasa, hawa mbweha wadogo wanapokuwepo kwenye huduma, sio rahisi kuwajua mara nyingine, lakini huko mbele huko tutakwenda kuangalia dalili hizo. Sio leo nitaisha mahali fulani, lakini siku nikipata nafasi kwenye prayer line vipindi vyetu vya Ijumaa, nitakwenda kuzungumzia juu ya ile eneo la mbweha wadogo, sababu ni eneo ambalo tunataka kujimarisha sana, ili mmoja wetu asije akajikuta yeye ni mbweha mdogo pasipo kujua, sababu itakuwa ni sehemu ya kufundishana. Alafu baadaye tutakapokuja sasa kwenye maombi huko mbele, basi unajua hakuna mtu asiyejua. Mtu asipojua ni sawa, lakini huko mbele tusema sasa tuna maombi maalum, timu maalum ya kwetu intercessor ikawapa kazi hii, basi hapo sasa itakuwa unajua na utahakikisha wewe haui mmoja wapo au sehemu ya mbweha wadogo, kwa sababu vision Mungu ametupa kubwa ya kuipeleka mbele, na hatutaki mmoja wetu ajikute anatumiwa pasipo kujua. Mathayo 7:15 na 16a. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaojua wamevaa mavazi ya kondoo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Mbwa wadogo utakapokuja kujifunza dalili zake, utajua matunda yao. Ni rahisi baadaye kwenye huduma yetu, ukiona mtu ana namna hiyo, unajua sasa okay, huyu huenda ni wale mbwa tuliojifunza, kwa sababu matunda yao
utayaona, na matunda yao yatakuwa tu waziwazi. Matunda yao yatakuwa waziwazi, lakini utajua kwa matunda yao. Na Yesu hapa anatupa tahadhari sana. Kwa mara nyingi mtu akisikia manabii anafikiri labda ni manabii wanaosema huko mimi nabii. Hapana. Lakini nabii anataka mtu yoyote anayekuja anataka aonekane tofauti na alivyo. Unaona kabisa unapanda labda mbegu fulani ya chuki, lakini unakuwa kama vile unasema kwa nia njema. Lakini nasema kwa nia njema, sina ubaya. Lakini unajua hiyo mbegu unopanda ni mbegu ya chuki. Ndio maana mara nyingine watu wamegoma kuwasaidia watu kuwakaribisha kwenye majumba yao. Kwa nini? Kwa sababu nakaribisha mtu akitoka hapo anaanza kusema huko nje, nisiseme kwa ubaya, lakini kule ndani hawaongeani hawa watu. Sione huko nje wanajifanya wanapendana, ndani hawaongea hawa. Umesaidiwa, ulikuwa unateseka wewe, lakini unajaribu kuzungumza kama vile unazungumza kwa nia njema tu, waombea hao wapendwa. Unapanda mbegu ya chuki na kuwa kama malaika. Sasa malaika kama malaika wa nuru, lakini kumbe wewe ni malaika wa giza. Matendo 20:29 mpaka 30 nasema najua, Yesu anasema, Paulo anasema najua ya kuwa baada ya kuondoka kwangu mbwa mwitu wakali wataingia kwenu, wasilihurumie kundi. Tena katika ninyi wenyewe watainuka watu wakisema mapotovu, wawavute hao wanafunzi wawaandamie wao. Katika huduma wanaweza kanyanyuka watu. Wanaweza kanyanyuka watu kwa siri au kwa wazi, lakini wakaanza kupanda mbegu fulani fulani ndani ya kundi. Hiyo ni dalili ya mbweha wadogo. Wanapanda vitu fulani fulani ndani ya kundi. Alafu mnajikuta Mungu anawapa kazi ya kufanya, unakuta hakuna kinachofanyika. Kwa nini? Kwa sababu nani unamchwa wanakula. Muda kushangaa mtu unadondoka, unashangaa kitu kimenyanyuka. Lakini this time Mungu amesema 2026 tutapita zaidi kwenye eneo hilo, na litakuwa ni eneo muhimu sana, na tutaondoka hapo vizuri. Hata tena katika ninyi wenyewe, kama ni mwetu sisi, watainuka. Na watainuka watu wakisema mapotovu, kwa kusudi wawavute hao wanafunzi. Na mambo kama inapokuja, wanafunzi wengine ni wachanga, wanakuja tu wapya, bado wanajitahidi kumjua Yesu. Alafu unakuta anapita huko chini, mtu anamkamata na anajua hajitambui vizuri. Mungu amesema safari hii tunafanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha misingi yetu haibadiliki au inasimama vizuri. Sasa tumesema kwenye kichwa chetu pale juu, kirudi imarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo. Sasa misingi yetu ni nini sasa? Misingi yetu ya madhabahu yetu ya umoja ni nini? Misingi yetu, ili tunapo akija kueleza misingi yetu, basi ujue ni nini. Tutakwenda kuisema mitatu kwa haraka. Msingi wetu wa kwanza umejengwa kwenye umoja na mshikamano. Umoja na mshikamano kwenye madhabahu zetu zote ni msingi wetu wa kwanza. Kanuni hii tulichukua katika kanisa la kwanza. Kanuni tulichukua kanisa la kwanza, kanisa la mitume. Walifanya vitu vyote kwa pamoja. Ukisoma Matendo 2 mpaka Matendo 5, vitu vyote walifanya kwa pamoja. Matendo 6, Anania na Safira wanaingia. Sasa wanataka kuleta ujanja. Wanasema tuko pamoja, lakini huko wanataka kufanya vitu kivyao vyao. Na huduma yetu imefika hapo kwenye chapter 5. Kuna watu wanaingia ujanja.
Na kuingia hivyo ni hatari sana. Ndio maana Petro aliweza kumuua Anania na Safira mke wake, kwa sababu alijua ile mbegu inayoingia pale ni mbegu hatari sana. Lakini kanuni pia tulichukua katika Matendo 4:32, Matendo 2:41 mpaka 47, Matendo 4:32 mpaka 35, Wakorintho wa kwanza 12:12 mpaka 27, Mwanzo 11:1 mpaka 8, Yohana 17. Hizo zote tutasoma, lakini tutasoma kwa wakati wako. Na kikubwa hapo kinazungumziwa jambo la umoja. Sasa kuna baadhi ya watu kwenye huduma wanatumia vibaya na adui kuwatoa watu katika hali ya kushikamana, ambayo ndio msingi wa madhabahu yetu. Tunataka kushikamana, tunataka kufanya vitu kwa pamoja, lakini watu wanaingiza vitu vingine, na tutakuja kuviangalia siku zijazo kwenye madhabahu yetu ya prayer line. Itakuwa Ijumaa, kuja kwenda kwa undani kwenye hii. Kwa umoja na mshikamano, mtu yoyote yule anajaribu kuvuruga mshikamano, anajaribu kutoa vitu hapa na nini, na huyo anatumiwa, kwa sababu ndio msingi wetu. Tunataka tushikamane kama kanisa la kwanza. Mwaka huu tutashikamana na hilo sana, tutalikumbusha hilo, kwa sababu tunahitaji tukumbushane, kwa sababu madhabahu yetu wapendwa sio madhabahu kama tu madhabahu ya kawaida. Madhabahu yetu ni madhabahu ambayo inataka kufurahisha moyo wa Mungu kwa kufanya yale ambayo Mungu anataka tufanye. Jambo la pili, msingi wetu wa pili kwenye madhabahu yetu, kuomba kwa pamoja kwa mambo yote yaliyo wazi. Kuna maombi ambayo ni sensitive, hayo tunayoombeaga tofauti. Lakini kuna maombi ambayo ni ya wazi, naletwa kwenye madhabahu yetu. Tunakuja na umwa kichwa, na umwa mgongo, na changamoto kazini, ninafanya hivi. Tunaomba kwa pamoja. Na kanuni hii tumeitoa kwenye Mathayo 18:20, ya kwamba wawili wenu au watatu wakipatana kwa jambo lolote tutafanya. Mathayo 25:40, Yesu akasema mmeshindwa kukesha na mimi kuomba kwa pamoja. Matendo 12:5, kanisa likaomba kwa pamoja. Kumbukumbu 32:30, mmoja ufukuza 1000, watu wawili ufukuza 10,000. Kuna nguvu ya kuomba pamoja. Watu wanapoleta mahitaji katika madhabahu, yaleta ili tuyaombee kwa pamoja. Sasa akitokea mtu anajua kuna mtu ana shida kwenye madhabahu, alafu anamvuta pembeni, anampigia simu pembeni huko, alafu anaanza kumpa instruction zake, huyo anakwenda kinyume na madhabahu. Vitu vyetu vyote vya wazi vinaombewa kwa pamoja kwenye madhabahu. Na ndio maana tunazungumzia nguvu ya madhabahu. Hatuzungumzi nguvu ya mtu mmoja kama huyu ana nguvu kuliko huyu, hapana. Tunazungumzia nguvu ya madhabahu, kwa sababu nguvu ya madhabahu ndio Mungu anaiangalia. Sasa mtu akitaka kuleta hali ile ya kuona mtu anataka kuleta ujanja, anaona mtu hapa anaanza kupiga simu pembeni, atakuombea, unaanza kuwapa watu kibarua cha kufunga, kinyume cha utaratibu unapita huko pembeni, hiyo haitakubalika. Hiyo haiko sio sema msingi wetu. Na ndio maana tulifungua grupu la watumishi. Waziri anajua hilo. Tulifungua grupu la watumishi. Sababu kuna watumishi wengine sio waaminifu. Wakiingia huko anachukua namba za washirika, wanaanza kuwapigia simu na kuanza kuwatisha picha na nini, na kuanza kuambia nimeonyeshwa hivi, nimeonyeshwa vile. Sasa watu wengine wakishajigonga huko ndo wanarudi. Mchungaji, huyu tulimgutia hapa, imekuwa hivi na hivi. Na kwa shida sana. Tukasema watumishi wote tutawaweka kwenye kundi lao huko, ili tusiwaingize katikati ya watu wetu, washirika wetu, alafu wakaendelea kujaribiwa. Ndio tuna grupu la watumishi. Moja ya kazi ile grupu ilikuwa kusaidia watumishi ambao sio waaminifu, wanapunguza nguvu ya madhabahu, wanalagai watu na vitu kama hivyo. Jambo la mwisho
kuheshimiana katika kufanya kazi ya Mungu. Huo ni msingi wetu namba 3, kuheshimiana katika kufanya kazi ya Mungu. Kanuni hii tumechukua kutoka Isaya 41:6-7. Kila mmoja anamwambia kazi yako ni njema. Akisema brother Jerry hapa, Priska na kundi lake wakisema kitu wasikiliza. Wao ndio viongozi wetu hapo. Wakija timseme tukizungumza sisi tunasikiliza. Hapana, ndio sehemu yao. Sasa nikwambia, mimi ndo mchungaji, mimi ndo mbeba maono, hamwezi kusema hivyo. Hapana. Na mimi nitatoa hoja zangu kama mtu mwingine yote wa kawaida. Na ikienda huduma zingine zote hivyo hivyo. Kuheshimiana katika kufanya kazi ya Mungu. Kila mmoja anamwona mwenzake ni bora. Wakorintho wa kwanza 12:27. Sisi wote ni viungo. Kila mmoja ni kiungo. Sasa akitokea mtu mmoja akaonyesha kwamba ndio bora kuliko madhabahu nzima hii, sio sawa. Ikikaa watu intercession, dada Mesa na timu yake wakisema huu ndio taratibu wetu wa maombi, baba tunaona hili na hili tulifanye hivi, siwezi kaambia hapana, nitatoa wazo. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameshampa hiyo neema. Kama alipompa Bezaleli, akampa Bezaleli akili ya kujenga nini? Ya kujenga madhabahu. Mungu anatoa. Ndio Musa ni kiongozi, lakini ile knowledge, ule utaalamu wamepewa wao, Bezaleli na wenzake. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana, kuheshimiana katika kufanya kazi ya Mungu. Hiyo ni misingi mitatu ya muhimu sana. Kwa hiyo sasa mwaka huu lazima mjue tunaimarisha misingi kwa kuwakamata mbweha wadogo wanaozuia nyuma yetu kukua. Maono yetu kwa nini yakui? Je, kuna watu wana sabotage plan zetu? Kuna watu wanawatoa watu kwenye line? Kuna watu wanawabebesha watu mizigo nje ya madhabahu? Kwa nini hatufanyi hivi tunachofanya? Kwa nini mtu anapewa assignment anaifanya kwa ulegevu? Kuna shida gani? Kwa hiyo mwaka huu itakuwa ni kufocus kwenye hilo. Mungu atubariki sana. Karibu sana brother Jerry. Na samahani nimezidisha dakika 3. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, mchungaji kiongozi wa huduma hizo umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa kutuongoza vizuri kabisa na kutupa ile vision ya mwaka huu wa 2026 kwa huduma zote za umoja. Kwa kweli tumeweza kusikiza kwa makini kabisa, na naweza kusema kwamba yule shetani alikuwa anatumendea last week ameshindwa. Watu wameweza kupata kwa uzuri kabisa, kwa umakini kabisa vision zile ambazo Mungu ameweza kuandalia na umeweza kutuletea kwetu open kabisa kwa mwaka huu 2026. Mungu akubariki sana wewe pamoja na huduma yako. Amen, amen. Amen. Naam, kama kawaida basi katika kipindi hiki unapata nafasi adimu kabisa, na tunatamani kwamba wewe unaitumia vizuri kabisa. Unapata nafasi ya kuuliza maswali, unapata nafasi ya kuomba ufafanuzi, unapata nafasi ya kuchangia katika yale ama kile ambacho umeweza kusikia kwa dakika zote hizi 48 ambazo mtumishi alikuwa hewani. Muda bado upo. Angalia simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6. Utajitambulisha japo kwa jina la kwanza na pale ulipo, and then utakuwa hewani. Karibu, changamkia. Bwana asifiwe. Amen, amen, amen. Mtumishi wa Mungu huyu mchungaji Mangesho, nitambua sauti. Karibu. Asante sana kaka Jerry, na pia nashukuru sana kwa kurudia kipindi. Maana ni kweli kabisa kipindi last week nikikusikika vizuri, lakini leo tumepata, yani imekuwa safi kabisa. Na pia nakushukuru Dr. kwa kutupa vision nzuri sana kwa mwaka huu wa 2026, na kwa kweli we are looking forward kuona ikitekelezeka. Swali langu ni kuhusu huduma ya watoto. Kama nitakuwa nimekuelewa vizuri, kama sijakuelewa vizuri basi nitaomba unirekebishe Dr. Lakini ilikuwa ni kuhusu kwamba kuna mpango wa kuanzisha huduma ya watoto, kitu kama hivyo, labda kama sijakosea Dr. Si ya watoto bali ni ya wazazi wachanga ambao wana watoto wadogo. Okay. Ndipo nilikuwa nataka tukufanya na nipate clarification. Okay, wazazi
ambao na watoto wadogo. Okay. Yes, watoto wa chini miaka 5. Okay. Sawa. Nashukuru sana kwa hiyo. Umoja Under 5 Ministry ndio jina lake. Umoja Under 5 Ministries. Okay. Asante sana. Yes. Baraka tele. Amen. Na labda nifanye hivyo kwa manufaa ya wengi. Kwa haraka kabisa nipitie yale ambayo masikio yangu yameweza kukamata na wenzangu katika studio. Katika zile vision alianza kwa kusimamia kwamba Nahumu 1:9 itakuwa ni mstari wetu wa mwaka 2026, and then kutoka pale acknowledge kwamba mwaka 2025 hatukuweza kupita katika mengi, lakini katika yale yanayokuja kwa mwaka 2026 moja hapo basi ni ile Umoja Under 5 Ministry. And then akakaa katika sehemu ambayo alisema kwa muda mrefu kidogo kwenye kuweka misingi ya kumshinda adui wa ndani, ama kwa kauli zake kumshinda mbweha wadogo. And then from there akapita katika misingi mitatu huduma yetu ambayo ni umoja na mshikamano. Ya kwanza hiyo kuomba kwa pamoja kwa uwazi kabisa, pamoja na kwamba hapo machache ambayo yanaombewa faragha katika utaratibu rasmi wa kanisa, lakini msingi wa tatu kwa kuheshimiana katika kufanya kazi ya Mungu. Kwa hivyo hizo ndio sehemu ambazo alipita nazo kwa siku ya leo. Kuna mistari mingi ya Biblia ambayo utapata nafasi kuipata wakati tutuma zile notes zetu kwa siku ya leo. Na last week alizungumza vivyo kwamba kuna swala kusimamia maono ya huduma kwa uaminifu. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu mtumishi wa Mungu, Mwalimu Glory kutoka pale Arusha. Asante sana. Kwanza nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa mwaka mpya ambao ni wa ushindi na utele wa kimungu. Nimshukuru sana Baba mbeba maono kwa jinsi ambavyo ameleta haya maono kwa uwazi na kwa kusimamia mistari ambayo imetuweka wazi sana kutambua yale maono yaliyoko ndani yake na ile nguvu ya madhabahu ambayo Mungu amempatia. Baba Mungu akubariki mno. Nimeyasikiliza kwa undani na nikayaelewa kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza nimefurahi kwamba ameelewa kinachoendelea. Mungu amempa maono ya kuona. Ninaweza kusema amekuwa akiwa na spiritual eyes na masikio ya rohoni ya kusikia. Ndio maana ametumia jina vizuri sana, na pale alipotoa mfano wa maduka ya dawa ambacho ameieleza alivyokuwa na duka lake la dawa, nikajua kwamba ni kitu ambacho amekielewa. Nikasema, baba mchungaji, mara zote kwenye huduma, hata kwenye makanisa yetu, hao mbwewa wadogo jinsi ya kuwakamata, kwa sababu ni watu ambao most of time wanakuwa so spiritual na wamekuwa wameshikana na watu wengine walioko kwenye madhabahu. For example, umetumia lugha nzuri pale uliposema yule dada wa dukani alikuwa na watu wengine ambao ni kwenye maduka ya jumla wanamletea dawa na anakuja na kipochi anauza wakati watu hawapo. Inawezekana kabisa hata kwenye madhabahu kuwepo watu ambao kama Gloria mtu anakuja na kuwa yeye ni muombaji mkubwa, anasema anajiamini kwamba ni muombaji mkubwa, alafu anapewa laini na yule yuko kule ndani. Mfano, labda mimi ndio nimtumie Kakajeri anatoa namba yangu mimi kwamba wasiliana na huyu atakuombea, na wanafunga pamoja. Akifunga unakuta wale wana uhusiano wa karibu kati yangu mimi na Kakajeri na yule mshirika, ili kwamba ninamuombea mtu fulani. Na hata anapoambiwa tufunge, anaambiwa na maombi haya ya labda yana kiwango fulani cha pesa, maana siku hizi huku Tanzania imekuwa kwamba kila ombi lina kiwango chake cha pesa. Je,
kama Mungu alivyokuonyesha baba mchungaji. Hili utalifanyaje? Kwa sababu kuna hiyo connection. Ule wa kwako wa dukani ulijua baada ya kwamba mnafunga duka, au mnaliuza lile duka, mnalibadilisha kwa sababu ya kuondoka mahali pale. Hao watu wa kwenye huduma kwa njia hii utawashikaje wakati ambapo msingi unatokea kwa kaka Jerry? Labda nimetumia huo mfano kwamba yeye ndiye anakuwa connection na mimi na ule mshirika, nikajitumia mfano mimi ili kwamba tuweze kumhudumia yule mshirika wako, na inatokea ni siri hapo katikati, na badala ya sadaka hata kuingia kwenye madhabahu zinaingia kwetu sisi wawili na kaka Jerry. Unaweza kushika namna gani? Asante kwa hilo swali. Amen. Sana kwa swali hilo mtumishi wa Mungu Mwalimu Glory. Na kwa wale ambao wameingia kuchelewa ama walikuwa wasikiliza kipindi kwa kusinzia, pigia mstari pale alipotoa mfano. Ametoa majina sana lakini amesema mfano. Haya. Sasa nimkaribishe mwalimu aweze kutujibu katika hilo. Amen. Kwanza mimi mshukuru sana dada Glory na pia kiongozi wetu wa madhabahu kwa swali zuri. Kiujumla Mungu ameshanipa picha nzima, lakini alinipa angalizo kwamba wafundishe, kwa sababu yamkini hawaelewi wanachokifanya. Kwa hiyo kama utakumbuka pale mwanzoni nilisema hata tutafundisha alafu baadaye tutakuja kwenye maombi. Sasa hayo maombi hata kwa maombi ya jumla kama hii, haya maombi naweza nikadili na viongozi wetu intercession, kuambia jinsi gani ambavyo tutaomba maombi ya namna hiyo, na kule nitakuwa wazi zaidi kwenye timu ya dada Messi, Pastor Lilian na Ana Jacobo. Kule Mungu ameniambia kabisa niwe wazi zaidi, kwa hiyo kule nitakuwa wazi zaidi. Baadhi ya mambo ambayo nimezungumza hapa nitazungumza kwa kina zaidi kule. Kwa hiyo niseme kwamba tayari Mungu ameshatupa picha nzima, au ameshatupa picha. Tunachofanya sasa hivi ni kwamba amesema wafundishe kwanza, kwa sababu hawaelewi. Wengine wanaelewa, wengine hawaelewi. Kwa tutafundisha kwanza kwenye vipindi vyetu vya Ijumaa. Tutazungumzia zaidi juu ya hao ambao wadogo, alafu tutafanya maombi ya toba, alafu tutakuwa tumeanza sasa fresh. Kwa kule mbele sasa tunapokwenda, itakuwa sasa mtu akifanya kitu anajua anachokifanya. Kwa hiyo atakuwa anafanya kwa sababu ya kufanya. Sana katika jibu zuri hilo ambalo limedokezwa kwamba na muendelezo. Tutakutana nao siku ya Ijumaa katika prayer line. Nafikiri itakuwa ni jioni ile. Nirudi pale Arusha kwa mtaswali. Tumesogea. Nashukuru kaka Jerry, nimeweza kulipata. Maana mara nyingi sana hao Mboya ni wale watu ambao wanajiona spiritual sana kiasi ambacho msingi wake mkubwa, hata kama ukimsikiliza kwenye mahubiri huko Tanzania tunasikia anasema hakuna niliwahi kumwombea akabaki kama alivyo, hakuna niliwahi kusema kitu juu yake asikione. Kwa hiyo kumbe baadaye anatafuta watu wa ndani na kwamba yeye hakuna hata hicho kitu. Nashukuru baba kwamba litakuwa kwenye msingi wa maombi, na nafikiri kwa sababu wengi tuko hapa tunasikia, kwa sababu ni watoto wako wote, Mboya wote ni watoto wako walioko ndani. I'm sorry msije mkasema nimewaita Mboya, hapana. Mara nyingi wanakuaga kama vile ulitumia ile mfano wa dada wa dukani. Mara nyingi wanakuaga ni watu walioko ndani. Asante, Mungu akubariki. Amen. Asante sana. Mwalimu, najua dakika zimetoroka, lakini kuna moja hapa nafikiri unaweza kujaribu yako matatu manne, lakini nitasoma tu moja kwa siku leo. Jina Kapuni anazungumza kuhusu mtu wa ndani. Anasema utawezaje kutofautisha roho ya mtu yule, mtu wa ndani, akiwa anazungumza kwamba imetoka kwa Roho Mtakatifu. Mtu wa ndani anapokuwa anazungumza, utatofautishaje kwamba roho ya yule mtu anayezungumza ni yeye ama ni Roho Mtakatifu? Karibu mwalimu. Yes, kama nilivyodokeza kwenye mstari ule ambao nimeusoma kwamba matunda, Biblia imesema mtawajua kwa matunda yao.
nadhani kuna mstari ambao nilikuwa nimeusoma. Kwa hiyo tutajua zaidi kwa matunda. Kwa kawaida mara nyingi sana watu wanajua wanachokifanya, wengi sio kwamba hawajui, wanajua wanachokifanya, isipokuwa unataka kuwasaidia, ndio somo ambalo litakuwa kuwasaidia. Lakini matunda ni kitu ambacho kiko obviously, matunda ni namba moja. Mtu anamnea matunda yake ataonekana, na kwa sababu kitakwenda kwenye maombi, Mungu atakwenda tu kukimaliza mwenyewe kwa namna anayojua, kwa sababu itakwenda kwenye maombi. Ndio maana kwa kwanza tunajifunza, pili tunakuja sasa kwenye maombi baadaye. Kwa hiyo kujifunza kitakuwa namba moja, alafu kuja kwenye maombi. Asante sana mtumishi wa Mungu. Basi kwa jibu hilo ni lazima kuweka nukta kwa siku ya leo kwa sababu ya muda. Ni washukuru wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, ikiwa ni kipindi maalum kabisa cha kupata vision ile ya 2026 huduma zetu hizi za makanisa ya Umoja, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa kwanza hapa Marekani, tarehe 9 alfajiri kule nyumbani South Africa. Na kipekee kabisa nichukue nafasi hii kwa niaba ya dawati basi kumshukuru tena na tena mwalimu wetu, mkufunzi wetu wa siku ya leo, mwenye maono ya huduma zetu za Umoja, Reverend Dr. Absalom Nasua, kwa utayari wake kuweza kujumuika nasi tena kwa siku ya leo baada ya kupata mushkeli kidogo kimtandao last week, na tumeweza kunufaika na kusikiliza kwa makini kabisa Vision 2026. Kama kawaida yetu basi recording na notes zitafuata baadaye kidogo siku ya leo. Tafadhali, ni jambo la busara kabisa ukiwa umetulia kabisa kuweza kusikiliza tena kipindi hiki na kufuatilia zile notes ili uweze kupata kipindi muhimu cha kwanza ambacho kitatembea nawe kwa mwaka huu wa 2020. Na kabla sijamrudisha tena ili aweze kuaisha kipindi, na utakayesikia hapo line yako inazungumza, ni kwa sababu tumeona inaleta kidogo rapsha, kwa hiyo ikabidi kidogo tuiminye. Naomba nikaribishe Outreach Ministry wafanye declaration yao kwa mwezi wa kwanza, and then from there nitarudi kwa matangazo yanayofuata na kumkaribisha mwalimu. Karibu mwakilishi wa Outreach Ministry. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana, watumishi na wapendwa katika Bwana. Amen. Basi kama Outreach, mwezi huu tunaendelea kusimama tukimwomba Mungu atupe mwongozo wa Roho Mtakatifu, kile ambacho kipo katika moyo wake, tujue kwamba Mungu anataka tuombee nini, lakini pia tunachanganya pia Mungu kutupa mwongozo kwa ajili ya huduma zote za Umoja. Kwa hiyo mbele za Mungu hapo ulipo, ukapate kuwa ni maiki yako, na kadri Roho Mungu atakavyokuongoza basi tupate sauti yetu. Tunaambia Roho Mtakatifu, tupe agenda yako, tupe nguvu zako, tupe kusikia sauti yako kwa mwaka wa 2026. Basi tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja Mungu wetu na Baba yetu, uso wako Baba, tunakuja mbele zako katika madhabahu mwongozo wa Roho wako Mtakatifu. Naomba Bwana ukapate kutuongoza, ukapate kuonyesha kile ambacho Mungu kipo katika moyo wako, katika jina la Yesu Kristo. Asante kwani Mungu hakuna ambalo limegima mbele za uso wako. Asante Mungu kwa kutenda, asante Mungu kwa kutuonyesha, asante Mungu kwa kuonyesha kile ambacho kipo katika moyo wako Baba. Ni katika jina lako takatifu Mungu tunakushukuru. Amen. Sasa mtumishi wa Mungu, mchungaji Mengesho, kwa kutongoza vizuri kabisa katika election yetu ile ya 2026, ya January 2026, na wale ambao nimewasikia mkiaccompany kuongeza nguvu katika declaration ile. Nimkaribisha sasa katika capacity tofauti mchungaji Reverend Dr. Absalom Nasua. Yeye atatoa nasaha and then atatuwezesha kipindi kwa sala jioni na kama kuna matangazo yoyote. Karibu sana Reverend Dr. Nasua. Amen. Asante sana, na hasa kwa kusema kama kuna matangazo yoyote. Tangazo ni moja muhimu. Katika kikao cha jana cha coordinators tulikubaliana leo watu waanze kujiandikisha kwenye ile
linki yetu ya kongamano. Ni muhimu sana leo na kesho. Tunataka at least tuapoje kwenye kipindi jioni tujue watu ambao wameshajiandikisha. Ni muhimu sana. Kwa hiyo tunakuomba usichukue muda, ni dakika kama moja tukujaza ile ya kawaida. Kwa jaza mara moja, dada Angela ataituma, baki kama hajaituma ataituma, au upitie pale kujisajili mara moja, ili tusiwe tumeweka mikono katikati ya miguu kama tujui kinachokuja. Kuna umuhimu sana mnapojisajili, kwa sababu ndio ina determine vitu vingi vya mbele. Kwa hiyo labda kesho Jira atazungumza zaidi hilo, au mwenyekiti wetu wa kongamano au mwenyekiti mwenza na mambo kama hayo. Basi niende sasa kutoa baraka za mwisho. Mungu wetu tunayemtumikia kwa nguvu, upendo na uaminifu, yeye ambaye ahadi zake ni kweli na amini, endelee kuwalinda, endelee kuwatunza, endelee kuwafanikisha katika kila tendo jema. Hasa dawati letu la Bible Study chini ya Priska Mungaimshana, Jerry Mkoni, Hilda Biabato, Jimmy Msemo na Alan Mafuru, katika mambo yenu yote, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. 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 Asante sana mchungaji kiongozi wa makanisa ya Umoja, Reverend Dr. Alton Masua, kwa kutualisha kipindi kwa sala jioni, na tupekee katika nafasi nyingine kwa kuweza kutuletea maono ya mwaka huu wa 2026. Dawati nichukua nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho, na nianze na waliopata nafasi ya kuuliza ama kuchangia maswali kwa siku leo, ambao alikuwa ni mchungaji Mangesho, mwalimu Glory Show, pamoja na yule alileta lile swali jina Kapuni. Naomba niwatambue baadhi ya watumishi ambao niweza kuwaona. Uliweza kusikia baadhi yao. Uliweza kumsikia Reverend Dr. Abdasua, uliweza kumsikia mchungaji Elia Mangesho, hukuwasikia lakini walikuwepo vile vile mchungaji Mwasambungu, mwalimu Olivia Andrews, pamoja na mchungaji Lilian Joseph. Of course ulipata nafasi kumsikia mwalimu Glory Show katika swali lake la siku ya leo. Basi dawati inachukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kuwa pamoja mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Kumbuka basi kuisha kipindi hiki ni muendelezo vipindi vingine vinavyojia kwa sana makanisa Umoja. Tutakuwa tena hewani wiki ijayo muda na wakati kama leo, katika somo jipya kabisa. Atakuwa ni somo naweza kusema la kwanza kwa mwaka huu, kwa sababu siku ya leo tulikuwa katika maono zaidi kuliko somo, lakini itakuwa na somo jipya, mwalimu mpya next week. Tegesikio. Prayerline itakuwa hewani kama kawaida saa 12 asubuhi, kipindi chao kile cha Prayerline katika namba yao ile ya Prayerline. Basi kwa niaba ya dawati zima hili la Umoja Church Bible Study, dada Priska Mungaimshana akiwa likizo East Africa kwa siku ya leo, dada Hilda Biabato Kari, brother Jimmy Msemo na brother Alan Mfuru, naitwa Jerry Mkoni. Usiku mwema, tukutane tena vipindi vijavyo. Amen. 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 Amen.